Ndiyo, kama yangu nipe niondoke nayo. Sawa. Ake vipi hapa? Una matatizo gani? Unijui wewe? Unijui mimi ni kabila gani? Kuloli ya kidonge kurundia. Tena ndo naingia kama bibi harusi. Njoo hapa, uje uniambie nini kilichotokea. Maana mimi kuondoka wiki tu. Hata mwezi sijamaliza tayari nimeshaanza ya kunisogea. Unarudi nyuma kitu gani? Mbona ulikopo na wewe mwenzio ulikopo kurudi nyuma? Haya niambie. Na nataka uniambie ukweli. Umeona lijalo nitakuchota kama moto. Sitaki kujua kama ni mtoto wangu au sio wa kwangu. Nataka unipe ukweli, nataka nijue. Huo mzigo wa nani? Marahaba. Niambie unajikuna kitu kujua unachawa. Hebu niambie mimi nipate jibu, nipate kuingia ndani nifanye shughuli zangu. Ndio umenieleza, mbona siku zote kuanzia nimerudi nataka kuniambia, nataka kuja kuniambia leo. Ndio sogea sasa uniambie. Na nataka uniambie ukweli. Nitakubaruza utaamini. Niambie. Niambie, nimeshajua. Maana nishaongea na mdogo wako kuanzia asubuhi. Niambie nini kilichorudia? Mimba hiyo ya nani? Watoto mna balaa nyinyi wewe. Mwana kulitaka mwana kulitafuta. Saa zote mnajua maisha yetu jinsi tunavyoishi hapa. Leo hii chuo mwaka wa kwanza tutalisha na kubeba mimba. Ya nani hiyo mimba? Sogea hapa. Unarudi nyuma kitu gani? Sogea. Na nini unajua unaanza kujifunza leo kusoma wewe? Unajua kusoma? Mtu mpaka umeingia chuo unajua herufi A B B bobu. Hebu sema. Nani? Huyo anayekuja hapa tukampa sisi ugali akala akashiba, leo ndio umeenda kumbebea mimba wewe mshenzi. Yaani hapa hamna sinza wala mwana nyamana. Hebu sogea hapa. Na amesemaje kuhusu hiyo mimba? Unatingisha kichwa nini? Hata amekataa atabeba nani huo mzigo? Wewe unajua jinsi tunavyoishi. Mjomba wako ndo ananisaidia mimi ada wewe ya kusoma. Haya leo unasema amekataa. Nani atakayebeba huo mzigo? Wewe mtoto. Usinitafute nakwambia. Nitakubaruza utaamini. Sogea hapa nikusamee nini, kuna kusamee na kati ya kitu unachotumboni. Tukitoa janga hilo zaidi tunakuja kupata dhambi hizi mbele za Mungu. Unaniambia nikusamee na nini sasa? Nikusamee na nini? Hebu ingia ndani twende tukamalize huko tujue nini tunafanya saa hizi. Mama. Simu inaita. Haya tena kimenuka. Usijui simu hiyo ya nani na ataongea nini? Nani? Anko. Sasa si unaona? Huyu hapa. Maana huu ndio mwingi. Sijui taarifa kazipata wapi. Nataka nipige simu mimi saa hizi. Halo. Kaka. Sasa hivi. Ndio kimetokea, kila hata sijui nini cha kufanya. Ndio yeye huyo. Ndio hivyo kakaangu, mimi hata sielewi nini ninafanya. Najua hapa ndipo watoto wamenivua nguo mpaka majirani nahisi kama wanataka kunicheka. Mimi tu ndo ninang'ongwa. Maana sijui nini ninafanya. Ninawalea watoto lakini sijui, na ninawaambia kabisa mjomba wenu ndio wanaosaidia ada. Watoto mbona mnakoabisha mtaki kuelewa? Nakusikia kakaangu. Sawa kama umeamua hivyo mimi nashukuru. Lakini watoto hao wenyewe watoto nyie. Hebu shika hii na wewe hiyo simu. Jamani mama. Sitaki yani sitaki wewe. Ingia ndani. Ingia ndani. Shika. Ingia ndani huko. Kaka, kama ulivyokuja na ulivyojionea ulivyokaa hizo siku 3 na leo nasikia ndo hayo hamna mengine, lakini hata hivyo nilishangaa. Yaani ile siku mimi niko na watoto hawa naongea nao kuhusu hilo jambo na wewe unapiga simu. Nilishangaa kweli. Nilikuwaje? Dadangu tu dadangu usishangae sana mambo, kwa sababu sasa hivi dunia ndogo sana. Wazungu wenyewe nakwambia dunia yote ipo hapa kiganjani. Pia hapa mimi ni mwenyeji. Wote majirani wa kuzunguka wote ni rafiki zangu.
Umeona? Kwa hiyo mambo yote yanayotokea hapa mimi wanakuja kunipa taarifa kule. Kwa hiyo mimi napopata taarifa itabidi nikuzingatie na wewe. Bwana, huku kumekaa vipi, nijionee kwa macho yangu, ndio maana nilikuja. Alafu pia dada, kutokana na hili tatizo mimi nilikaa chini na Jasi na kuongea naye kwamba kuhusu swala la ujauzito yeye lisimpe shida, aondoe shaka kabisa, aendelee na chuo, aingie darasani kwenda kusoma vizuri kabisa, awe na amani mpaka pale siku atakapoenda kujifungua. Mimi na wewe tutakuwa naye bega kwa bega. Umeona? Kwa sababu sasa hivi watu wanapata ujauzito, mtu anapata ujauzito yupo chuoni na endelea na masomo kama kawaida. Mtu ana ujauzito na anaupiga mwingi darasani. Kama katuangusha kusuili kapata ujauzito huko chuo, basi asituangushe kwenye kitabu dadangu. Na kuomba pia wewe mwenyewe unsisitizie kusuili. Utafanya hivyo kaka? Dadangu. Kwa dadangu, mimi nilikopo na hayo tu machache ya kuongea. Labda wewe hapo una kipi labda cha kuongezea kuhusu hiyo? Mimi cha kuongezea hapo hata sina. Nitakuja tu nitamwambia kama wewe ulivyosema mjomba wake aendelee na masomo, mambo mengine ataendelea. Sasa sijajua kama yule mwanaume ulimtafuta ama la. Dadangu, yule mwanaume kweli mimi nimefanya jitihada za kumtafuta, lakini namuona tu anapiga chenga mara hivi. Nikasema huyu hapa kashaikata, na pia niliongea vizuri na Jasmine na Jasi yule mtoto. Kasemaje bwana, yule mwanaume mimi kuhusu hii mimba amekataa. Umeona? Kwa nini iko haina haja tena kuendelea kumfuatilia, kwa sababu wanaume kama hao sasa hivi dadangu wapo wengi vibaya mno. Mtu anamjaza mwanamke mimba na anaikataa kabisa, afu baadaye mtoto akikua mwanangu nini. Si hatutaki vitu kama hivyo. Sisi tutapambana, tutahakikisha Jasi anakaa sawa na kuendelea na masomo vizuri. Dadangu. Alafu Benyacha kidogo pale mezani utaona vitu, utaona naniliu kama mbugani, utaona tembo pale kaza hivi kidogo hapa, mambo yaende sawa hivi, usikae kinyonge hivyo dadangu. Ubadilishe hata hii, ubadilishe mboga ya majani, vitu vya kawaida. Kwa hiyo dadangu, mimi leo naomba nikuache. Naomba nikuache hapa, maana toka nimekaa hapa siku hizo 3 kama nimekaa miaka 9, mambo hayaendi kabisa. Uko napigiwa simu mara hiki mambo yanaenda shaga baga. Dadangu, kwa acha niende nikaeke mambo sawa na huko kama nilivyoweka hapo. Haya kaka. Haya dadangu. Nashukuru. Asante sana. Haya. Uzikatie niliyokwambia. Haya kaka. Haya. Halo. Wasikiliza bwana, tusitafutane. Mimi sikujui bwana, nimeshakwambia hiyo sio kwangu. Achana na mimi, nimeshakwambia hiyo sio kwangu. Kwa hiyo tusisumbuane. Sawa? Simu hata haitulii, naitwa tena nyingine. Hello. Hello. Mambo. Poa. Kwa hiyo Siza? Naam. Ndio umekataa kabisa kwamba mimba sio yako, si ndio? Ndio, sio ya kwangu. Kuuliza tu baadaye tusije tukalaumiana. Wewe nenda bwana, ulaumiane na nani? Okay, sawa. Basi hamna shida. Poa, siku njema. Halo.
Mambo? Haya, kuhusu wewe je? Salama, unaendeleaje? Ovyo. Kwani unataka nini? Mbona kuuliza hivi una mpango gani na hii mimba? Maana toka nimekupa taarifa mimi ni mjamzito hujanijibu chochote mpaka sasa hivi umekaa kimya. Wewe koma, mimba sio yangu. Mimba sio ya kwako? Kama siku zote hivi vitu vyote unafanya kwamba mimi nisingeweza kubeba mimba. Sikia, tafuta kumpelekea. Oh, nitafute pa kuipeleka. Leo ndo ananiambia nitafute mimba pa kuipeleka. Ndiyo, kama yangu nipe niondoke nayo. Sawa. Ake vipi hapa? Una matatizo gani? Unijui wewe. Unijui mimi ni kabila gani eh? Kuloli ya kidonge kurundia. Mimi sijui nina shida gani sasa. Hivi mwangalia mtoto mzuri kama Dina. Mimi nilikosa nini kwake? Yaani mwanamke alikuwa na kila kitu, shepu, mwili, sura. Hamna kitu ambacho alikosa mwanamke. Lakini mimi nikaona kama nilikuwa najiona kama mimi ndo mjanja yani. Nikaona yule kama hatoshi vile. Nikajikusanya we. Pia ngatoka na mke wa Recha. Hapa nimekuwa haribu hapa. Sema wewe alikuwa kama saizi yangu tu, Tunda kweli. Sijui kama wanatafuta nini mimi. Sikuwa nini sikuwa naridhika. Na kweli wanawake walikuwa ni wazuri kweli yani. Sipo tatu ni ukiachana na yule Dina, bora tu ningebaki zangu na Tunda tu ningekuwa nimetulia naye. Lakini sasa shida Tunda ndo kwa Recha. Huyo ndo ananiletea shida huyo. Yaani ile siku ya mwisho ningejua hata nisingeenda pale. Njoo naniu mwalimu wako hayupo, sijui amesafiri, sijui ni nini, wewe njoo tuchili. Sasa sibora hata ningetulia na Sanchoka tu. Na eti Sanchoka nani? Sibora ningetulia na Zuu. Japokuwa ndio hivyo chuo hapa kila nikipita watu walikuwa wanamwangalia tu wanamtamani. Mtoto kweli yupo kama Sanchoka Zuu wangu we. Sibora hata ningetulia na Zuu tu jamani. Yaani Tunda kwa nini umenifanyia hivyo? Yaani Tunda kwa nini siku zile yaani mimi hata najuta kwa nini ile siku zile nienda kwa Tunda yani. Yaani najuta kweli yani. Fedha kwa sababu gani nilienda yani. Yaani Kasanchoka kangu mwenyewe kalikuwa kazuri tu. Basi hata ningekaa na Malaika, mtoto mweupe mzuri kila idara, kuanzia shepo, kifua, yani alikuwa kamilika kabisa Malaika yani. Afa alikuwa anapenda mambo ya show yani, uhakika ni tatu mzuka ni fresh yani, ana enjoy yani. Afu akishua mboga za kueleweka. Mimi ngwana natafuta nini jamani mimi? Siza.
mara hujanisaidia chochote. Nilikuwa dansa mzuri, nilikuwa naimba, nafanya nini, lakini vyote hivyo hujanisaidia chochote. Zaidi tu kuniingiza kwenye majaribu. Haya sasa basi ningetulia hata na Queen mwenyewe, yani Queen yani ni pisi ya kwenda yani. Bado nikaona Queen naye yani ile kweli ndege mjanja unaweza kwenye tundu bovu. Mimi kweli jamani nimeenda kudondokea kwa Jasi. Nimeenda kudondokea kwa nani? Kwa Happy. Nikaja tena nikafeli tena pakubwa kule, nikaja nikatoka na huyu ndo makelele, yani huyu ana makelele sijawahi kuona lei kweli. Hii siku najuta sana hii. Hii siku Tunda ndo aliniponza hii. Hayupo, twende ndani. Twende basi ukapige show, sio kitu gani. Ingia ndani twende ukamalize kazi. Bwana unajua bora nikae nje mwenyewe najitetea, bora nikae zangu nje. Yaani bora hata ningekaa nje lecture angejua tu labda hapo nimekuja nyumbani tu kwa ajili ya nani yani sijui hata niele. Hata sijui hata niongee nini. Ni siku hii. Vipi? Wewe kusizi huko leo. Wangu hiyo ndo mitaangu wa kujidai. Muda mwingine unaangalia watoto, unajua kuna warembo. Nenda chini kule hivi. Unapokaa hapo chini hapo chuo ndani. Kule nani? Nikachukua nini mabegi yako hivi na ile natoka hivi. Hizo tena lecture bwana. Sio lecture tu, anza kushangaza lecture katika polisi. Ile issue yako ya maniwa na mke wake. Twende sana. Twende sana. Yaani sasa cha kufanya hatuna muda leo. Kuchukua vitu vyetu, chukua laptop yako na endesha kwa mbao. Unajua jana mwanangu, yani kilichotokea dogo, yani kwa vitu kuondoka. Tunataka tuseme. Kama tupitie hivi. Kida ini John. Shida nini? Shida nini? Maana nakula tangu juzi. Chakula ukila unatapika, chakula pia hutaki kula. Ndugu wangu hata sielewi yani. Yaani nipo sielewi kabisa. Naona malinjilinji tu, yani najisikia chefu. Yani sio kama zigani amenikumba. Basi unakuwa vipi kwenda hospitali basi kupeleka hospitali. Hapa ndo kuna mtu nimemcheki hapa nitumie hela ili aweze kwenda hospitali. Maana bila hivyo hatuwezi kwenda, mimi sina hela, lakini pia hebu kaniletee kwanza udongo. Nenda pale kwa baba Bogi pale. Pale udongo na nani unaembe mbichi. Najisikia kula hivi. Acha hizo basi. Yaani maembe sasa hivi kweli basi, yaani imekuaje na kwa maembe mabichi udongo. Shida nini? Dogo usinipangie. Sawa. Usinipangie. Mimi ndo nishakwambia nenda kaniletee udongo na embe mbichi. Wewe unaanza kuniuliza. Mimi nimekwambia na hamu ya kula hivyo vitu, afu unaanza kuniletea habari nyeusi. Kama kazi. Ngoja nikuchukulie. Nataka embe mbichi hapa hivi nyumba chelewa udongo. Tumbo hili. Mpaka saizi hajarudi.